Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Nitumie fursa hii kuwakaribisha nyote katika mkutano huu makini, mkutano wa uwakili. Na kwa ufunguzi wa vipindi vyetu asubuhi ya leo, niwaalike nyote tupate kusimama na tupokee ombi kutoka kwa kaimu mchungaji Daniel Mashana. Daniel Mashana, karibu tuweze kupokea ombi la ufunguzi wa mikutano yetu. Karibu. Na tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu wetu mwema, mfalme wa amani, asubuhi ya leo tuna kila sababu ya kulisifu na kutukuza jina lako kwa sababu ya wema ambao umetutendea. Umekuwa pamoja na mchungaji anayekuja kuendesha semina hii katika safari zake zote. Umeshikilia chombo chake, amefika salama hapa, jina lako na litukuzwe. Lakini umekuwa nasi tokea pande nne katika mtaa wetu, washiriki wote ambao wamehudhuria katika semina hii. Umekubali kutulinda na tumekaa katika mikono yako iliyo salama, jina lako na litukuzwe. Hitaji letu ni Roho yako Mtakatifu awe pamoja nasi katika mafundisho ya asubuhi ya leo, ili kila ambacho mtumishi wako amekuja kwa ajili ya kuongea na mtaa huu kuhusiana na habari za wakili, basi Bwana Roho Mtakatifu atuelekeze cha kutenda na kufanya mabadiliko ya pekee tuweze kuwa wakili waaminifu. Siku moja tupate kibali cha kuingia katika ufalme wako wa mbinguni. Amani yako iwe pamoja nasi, tunaomba na kuamini katika kusiri Mwokozi wetu. Amen. Asante kwa ombi hilo. Nichukue nafasi hii moja kwa moja bila kupoteza muda. Niweze kufanya utambulisho kwa wale ambao tumeweza kufika, hata wale ambao wanaweza kawa hawajafika, walau tuweze kutambua nani ni nani. Ndugu mkurugenzi wa uwakili, nipende kukutambulishia makundi yafuatayo. Kwanza kabisa nikianza na washiriki kwa ujumla, mgeni wetu si mwingine, ni mkurugenzi wa uwakili jimbo la Mara Conference. Kwa jina anaitwa Pastor Harun Kikiwa. Na salamu nyingine zaidi ya utambulisho huo atanena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata mpaka sasa unaweza ukawa tayari ushamuona, huenda ni yule, si ndio? Ila akifika atazungumza zaidi baada ya shughuli hizo. Mkurugenzi wa uwakili, naomba nikutambulishie makundi yafuatayo. Mtaa wa Mwiruluma una jumla ya makanisa 9 na makundi mawili. Nipende kuwatambua watu wanaotoka kanisa la Sikiro. Hebu asimame pamoja na kwaya. Sikiro mpo? Mwiruluma naona bado wapo wachache. Asante na shukuru. Kanisa lingine ni kanisa la Kakelege. Watu wa Kakelege mpo wapi? Hapo pamoja na kwaya, na shukuru. Kanisa lingine ni Namuhura. Watu wa Namuhura? Watu wa Namuhura? Asante, hao wapo, na shukuru. Kanisa lingine ni Muranda. Watu wa Muranda, tuwaone mlipo. Hao hapo wa Muranda pamoja na kwaya, na shukuru. Kanisa lingine ni kanisa la Isanju. Watu wa Isanju? Sanju, hao hapo. Asante, mbarikiwe watu wa Isanju. Kanisa linalofuata ni kanisa la Nyarugoma. Watu wa Nyarugoma? Nyarugoma? Bado. Kanisa linalofuata ni Kuigunguli. Watu wa Kuigunguli? Asante, hao hapo, na shukuru. Kanisa lingine ni kanisa la Mugara. Watu wa yao, kuna kundi wanaotokea kundi la Nyalina lipo chini ya Mugara, na kundi la Chingulubila wapo chini ya Muranda. Nitambue wazee wa kanisa waliopo kati yetu, naomba wasimame. Ingawa unaweza kuwa ushasimama. Wazee wa kanisa? Asante, asante, asante. Nashukuru kwa uwepo wenu wazee wangu, mbarikiwe sana, mnaweza mkaketi. Moja kwa moja sasa, mkurugenzi wa uwakili, hayo ndio makanisa 9 na makundi mawili. Nitumie nafasi hii
ya Mugara. Kwaya inapokuja, ninapotoka hapa, mimi kwa jina naitwa Thomas Tobias, ni mchungaji wa mtaa wa Mwiruluma. Asanteni, karibuni sana. Ndugu yangu, andaa mavazi yako, harusi ya mwana kondoo ikaribu. Usije ulizwa na bwana harusi, umeingiaje ndani ya harusi? Kwa kuwa hauna vazi la harusi, utatupwa nje. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Kutakuwa na kilio cha kutisha, ndugu ukitolewa kwenye harusi. Hakuna msamaha ukitolewa, kwani ulidharau kujiandaa. Utayakosa mazuri ya harusi, changamka mapema upate vazi. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae vazi, liandae. Liandae vazi mapema, fanya hima uliandae. Liandae vazi mapema, fanya
hima uliandae, harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae, liandae, harusi ya mwana kondoo ikaribu. Liandae, liandae. Yesu atakuja kutuchukua. Kitambo kidogo tutamwona Yesu, atakuja kutuchukua washindi wa dhambi. Atakuja na kundi kubwa la malaika, tutamwona Yesu mbinguni kwetu. Tutamwona Yesu mbinguni kwetu. Tutakula loja nyumbani, nyumbani kwa Baba. Kwa furaha tutarukaruka nyumbani kwetu. Tutaimba wimbo mpya tukiwa na Yesu Mwokozi. Tutapigwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutapigwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutakula loja nyumbani, nyumbani kwa Baba. Kwa furaha tutarukaruka nyumbani kwetu. Tutaimba wimbo mpya tukiwa na Yesu Mwokozi. Tutapigwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutapigwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Jiandae kumlaki mwaka wimbo mpya tukiwa na Yesu Mwokozi. Tutapigwa taji za ushindi nyumbani
taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutavikwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutavikwa taji za ushindi nyumbani. Tutavikwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Tutavikwa taji za ushindi nyumbani kwetu. Zishikeni amri zake, ndivyo impasavyo mtu. Wito kwa taifa, kabila na jamaa, viumbe vyote sikia ujumbe wa pekee. Zishikeni amri zake, ndivyo impasavyo mtu. Akisema mjeni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye aliye. Na mpenzi mtazamaji, hapa tuko Mururuma, mahali ambapo mtaa huu umekutana kwa ajili ya semina za uwakili. Mwaka huu tumeona ni vyema tuwasogelee waumini ili kuwapunguzia gharama. Haleluya. Kawaida huwa tunakutana kule wapi? Nilianza ziara yangu Jumamosi, nilikuwa kituo cha Nansio. Nikatoka Nansio nikaenda kituo cha Kakukuru. Kakukuru tukaenda kituo cha Kamea. Baada ya kituo cha Kamea jana tulikuwa kituo cha Murutunguru. Leo tuko Mururuma. Kote wanawasalimu. Niliwasiliana na watoto wangu wako vioni wawili, mmoja yuko mwaka wa 3 DIT kule Dar es Salaam akipambana na elimu, na anawasalimu sana. Mwanangu wa pili yuko. Mimi sina mashaka, niwapona Yesu mimi nashukulia tu. Akiwapo Yesu mimi si peke yangu, na nijapotupwa yeye akali bado wangu. Popote na Yesu mimi sina mashaka, niwapona Yesu mimi nashukulia tu. Mara ngapi ndugu umeikana kazi yake Bwana Yesu akiagiza ufanye? Tafakari leo uingie shambani, mwisho wa kazi taji ya kungoja. Mwisho wa kazi taji ya kungojea. Mara ngapi ndugu umeikana kazi yake Bwana Yesu akiagiza ufanye? Tafakari leo uingie shambani,
mwisho wa kazi taji ya kungoja. Mwisho wa kazi taji ya kungojea. Mimi nashukulia tu, akiwapo Yesu mimi si peke yangu, na nijapotupwa yeye akali bado wangu. Popote na Yesu mimi sina mashaka, niwapo na Yesu mimi nashukulia tu, niwapo. Ibilisi anafanya kazi. Nipunguzie besi lo, sehemu iliyoandikwa lo. Wakati ibilisi anapambana akijua habari ya zaka ni mambo ya agano la nini? La kale. Walimu makundi. Leo Bwana kanituma nami nitalihubiri neno. Msomaji, Marko 12 fungu la 41 mpaka 44. Ukienda haraka utanibariki sana. Shazoea kule Mtwara kwenye mihadhara, mfunuaji wa fungu akichelewa, maana yake mwenzako anakuzidi, kwa sababu zile dakika zikiisha unaambia stop. 42. Hiyo ni tabia ya kuonyesha kwamba hujafunua. Marko mtakatifu 12 fungu la 41 hadi 44. Anasema, naye akaketi kulielekea sanduku la hazina. Akatazama jinsi makutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri akaja mwanamke mmoja mjane masikini akatia senti 2 kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane masikini ametia zaidi kuliko wote waliotia. Yesu hana dhambi. Halo, Yesu hana dhambi. Halo, hana nini? Alikataa kwamba wewe nakubatiza ili uoshwe dhambi gani? Mbona wewe, mimi sistahili hata kugusa kamba za viatu vyako. Sikia, Yesu akasema nibatize, kwa maana imenipasa kutimiza haki yote. Yesu alijua ya kwamba wataibuka wazushi, wataibuka mbumbumbu, wataibuka mamuma ambao watabadilisha ubatizo. Wenye akili watabaki kuangalia ubatizo wa Yesu. Haleluya. Yeye aliye njia, kweli na uzima akaketi kulielekea sanduku la hazina. Yesu hakuketi bila malengo. Mtazamaji, utatusamehe kidogo, mambo ya kukaa vizuri, lakini tuendelee. Wakati wa ibada ya matoleo ndio wakati ambapo Yesu anaketi. Ongezea sauti huko kwenye hii line. Mara hivi ndio tajiri wa Tanzania. Akienda kwa tajiri wa Tanzania, yeye anakuwa maskini, anaomba nini? Mkopo. Tajiri wa Tanzania ndio tajiri wa Afrika. Hivi tajiri wa Afrika ni nani? Dangote. Sasa hivi kama mmemsikia, kwa sababu ya vita ya Irani, mafuta yanaleta shida, amesema anataka atengeneze kiwanda cha kuchakata. Huyo si mwenzetu. Hello. Lakini Dangote akipambanishwa na matajiri wa dunia, ni kuuliza swali, yeye ni tajiri?
anakuwa maskini. Hii ina maana ya katika kila kanisa kuna matajiri kulingana na mazingira ya kanisa husika. Hello? Hili fungu linatutaka haijalishi sadaka maalum za ujenzi wa nyumba, mfano nyumba ya mchungaji. Niwapongeze kwa kujenga nyumba nzuri ya mchungaji. Mimi nimezunguka mara conference sijamaliza yote. Kwa nilikozunguka sijaona nyumba kama hii. Uliona nyumba niliyojenga kule Misufini kwa muda wa miezi hii? Tulitumia milioni karibia 78. Hello? Nje tukaipamba kama ipambanye. Sikiliza. Mchungaji alale mahali ambapo yani ni kweli pastor, milioni 4 sina uwezo wa kuitoa. Mshahara wa mchungaji, sawa, kabla ya makato, hata bila makato haufiki milioni 1, kabla ya kutoa zaka, sadaka na vitu vingine. Sinajua nyie mnaendaka kwenye session mnajua. Halo? Lakini mimi nilisha hapa, watu wakikaa wakaomba, wakatoa goli, najua ni mpango wa Mungu wa kunipa mahela. Ili sio kaidondosha. Namtania tu rafiki yangu huyo. Mimi najua ni shemeji wa watu wa mkoa wa Mara. Kakaangu ameoa Tarime huko. Hello? Kwa hiyo Wajita, Wakuria, wanani hao ni mashemeji zangu tu. Uone muujiza wa Mungu, sicheze na Mungu bwana. Baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la, nami kwa ajili yenu itamkemea yeye afanyaje. Ilikuwa tarehe ngapi Jumamosi? 25 iko wapi hapa mzee? Macho yangu imeanza kuzeeka hapo, nisaidie kusoma vizuri. Hii 24 twende. 25. Hiyo shingapi? Soma hapo. Payment received Tanzania. Some jina la mtu kwa sababu huyo ni mdeni wangu, nisiye nikamtaja kwenye vyombo vya habari hapa, ambaye nitawasimulia kilichotokea. Soma tu hela hiyo. Milioni 3. Wewe sema basi 3 na masifuri mangapi? Masifuri mangapi? 1, 2, 3, 4, 5. Kwa ni milioni 3 na laki 3. Hiyo ni tarehe 20 Jumamosi. Ngoja niwaambie wapendwa, pastor, Mungu ni wa ajabu. Mwaka 2016 kuna mtu alipata changamoto, ilikuwa afungwe. Wakati mimi nipo nyumbani, niko hospitali, mke wangu alikuwa Bugema, nimempeleka shule kusoma. Hii kitu hata mke wangu haijui. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo unafanyaje sasa, mtu anatakiwa kufungwa, mama hayupo, utaacha kumsaidia? Niko hospitali, nimelazwa na mtoto, mama hayupo na mimi ndio nilazwa na mtoto. Ngwe au atoe hela. Mwanamke mmoja mjane maskini, yaani Bwana anachunguza hadi ibada za wanawake wajane masikini. Katika tamaduni za Wabena zinafanana na za Wajita. Haya makabila haya yanadharau wanawake. Hello? Mimi ni Mbena, nimegundua tunafanana tu. Kule kwetu ukioa mke, mtoto wa kwanza wa kiume, wa kike, mtoto wa pili wa kike, mtoto si uoe. Si hata Wajita ni hivyo hivyo. Na mchungaji Thomas sio wanaume, ni wanawake wakipambana na mkamwana anayezaa wanawake. Wewe mama yako asingekuzaa mwanamke, leo ungekuwepo. Yaani unajua shida, adui ya mwanamke ni mwanamke mwenyewe.
Kuna wamama wana vidamadama. Kwani huko hawajafika? Tuliza mdomo, fanya kazi ya injili. Acha majungu, peleka ujumbe wa malaika wangapi? Hazai. Sasa kuzaa anaamua yeye, anaamua Mungu. Sasa mnamlaumu yeye amekuwa Mungu. Siingilie utendaji wa kazi ya nani? Lakini bado Bwana anashughulika na ibada ya matoleo ya wanawake. Halo? Hebu nione kama kuna wajane hapa, wasimame wajane. Unajua kawaida wajane wapo, wagane ndio wanakuaga wapo. Wagane hawaeleweka, angalia mgane kesho kaoa. Wanameweza kwani ni uongo? Mwanamume akifiwa leo na mchumba. Wamama anasema uongo wa mama. Usicheze na kiumbe mwanaume. Na niwaambie sio dhambi. Sababu kama alifunga ndoa kanisani, kwenye kile kiapo alisema hata mauti itakapo, hata ukiwa mochwali anaanza uchumba. Na kwa Mungu hana dhambi. Halo? Si alikwambia sio kufiwa na maisha, sio kufiwa na baraka. Mng'ang'anieni Yesu. Anaangalia ibada zenu za matoleo. Njooni kwa ibada na matoleo. Najua kuna majungu mengi ambayo wajane mnapigwa. Zibeni masikio. Kwa taarifa yako mama, Bwana anakinga machozi ya mjane. Msicheze na wajane. Wanaweza wakapelekea na wewe ukawa mjane. Yaani kidomodomo chako kinaweza kumfanya mume wako naye akafa. Wazee wa zamani mtakubaliana na mimi, ilikuwa ukimcheka mlemavu, Mungu anakupa mtoto mlemavu. Ukimcheka albino, anakupa nani? Acheni wajane watembelewe. Sio mtu akaenda kudomo kwa wasitembelewe. Wawe kama visiwa. Halo? Bwana tusaidie. Wajane msio na hofu. Mungu ni Mungu wenu, kaeni. Na ili uelewe ya kwamba wajane wanathaminiwa wakati wa njaa. Kijito cha Kerithi kimekauka. Halo? Bwana hakumtuma Elia kwa, alimtuma Elia kwa mwanamke mjane. Mjikwaje? Ulia kumwombea tu au? Mama, acha kidomodomo, utafiwa na mume wako. Elia alikaa katika nyumba ya mjane. Tena sio muda mfupi. Mpaka mvua ilipofanyaje? Acha kidomodomo we mama, katika jina la Yesu. Na nyi wajane msikate tamaa. Unajua mashetani yapo. Shetani hajafa. Ukiona maneno ziba masikio, songa. Umepita safari, umepita wapi wewe? Umepita wapi? Ule Bwana kwa ibada kulingana na baraka alizo nazo. Ingia kwa ibada. Idara inahitaji kuona mtaa wa Mururuma waaminifu wanaongezeka. Haleluya. Wanaongezeka. Haleluya. Idara haihangaiki na pesa, kwa maana pesa haziendi mbinguni. Watu wanakwenda wapi? Waaminifu. Watu waaminifu. Yesu akachunguza. Na mke ndiye aliyetoa kuliko wote. Yaani aliyetoa senti 2. Amewazidi Kwa nini? Mungu anaangalia umetoa katika vingapi. Hello? Naweza nikaja hapa, mna changizo lenu, mimi nikatoa 1,000,000. Akatokea mama mmoja au baba mmoja akatoa shilingi 1,000. Mungu anaangalia aliyetoa 1,000 kabakiza ngapi nyumbani, na aliyetoa 1,000,000 kabakiza ngapi wapi? Nyumbani. Ndio anagundua huyu katoa au huyu kafanyaje? Katoa. Haleluya. Kwa maana hatujabarikiwa sawa. Haleluya.
Haleluya. Hatujabarikiwa sawa. Lakini ikitokea umepewa goli, usiwaambie ili goli hili mmenigonga. Nenda kwa Mungu. Halo. Alafu pambana. Ikitokea haujafika na Mungu anajua hajakupa, hakuna dhambi yoyote. Tumeelewana? Bwana amenituma lakini hatubarikiwi. Nikagundua ni kwa sababu tunatoa tukiwa na manunguniko. Yanaharibu ibada. Katika ibada ya leo naomba niwaambie, yeye ambaye habagui wasomi au wasiosoma, asiyebagua matajiri au masikini, yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Haleluya. Njoo kwa ibada na matoleo. Kule kwetu Njombe tuko wengine. Maandiko yanasema baraka za Mungu hazichanganyi huzuni ndani yake. Ibada ya matoleo ni baraka. Na ni kwa nini idara inasisitiza ibada ya matoleo? Ndiyo inaokamilisha ibada. Na ni ujumbe wa Mungu. Katika jumbe zile tatu, jumbe malaika watatu, yule wa kwanza anasemaje? Ufunuo sura ya 14 fungu la 6. Kama tunakwenda moja kwa moja tukiacha introduction, nadhani ukianzia 7 ni moja kwa moja. Anasemaje? Mcheni Mungu kwa maana saa yake ya hukumu imefanyaje? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari, chemchemi na vyote vilivyomo. Haleluya. Shetani ametupumbaza wa Adventista wa Sabato. Tumeingangania Sabato, lakini hatumwabudu Bwana katika roho na nini? Na maombi ya kusema Bwana wabariki waliotoa na wale wasiotoa. Unasoma wapi hilo fungu? Unatunga Biblia? Halipo hilo. Acha umbea. Waombaji tunakemea pepo la katati hapa. Kampeni manager ya wasiotoa zaka na nini? Yaani pale unawatia moyo, chana nao. Kwa sababu maandiko yako wazi. Ni kwa nini nawaambia ibada? Anasema mcheni Mungu na kumtukuza kwa masaa yake, msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nini? Kumsujudia ni kwa njia ya kuitunza Sabato ya siku ya ngapi? Ya 7. Kumsujudia ni kwa njia ya kutoa zaka na sadaka. Sikiliza, Shetani katika Mathayo 4 wakati anamjaribu Bwana Yesu, ukianzia fungu la kwanza, jaribu la kwanza chakula, jaribu la pili kumjaribu Mungu, anamwambia jitupe, atakuagizia nini? Jaribu la tatu ibada, jaribu la tatu ibada, anamwambia nisujudie na mimi nitakupa hivi vyote, ibada. Nataka niwaonyeshe kwa nini matoleo ni ibada. Ukurasa wa 28 wa kitabu hiki cha Mashauri ya Wakili inasema hivi. 28. Watu wa Mungu wameitwa kwa kazi inayohitaji fedha na kujitoa wakfu. Yaani ulipokuja ndani, kazi inahitaji hela. Muda wetu hautoshi. Sasa nimegundua nikija siku nyingine nipate siku hata nzima, au tupate siku nzima upande huu, siku nzima ule ukanda mwingine, tupate muda wa kudadavua na mambo ya kazi, kutafuta hela. Sema hela. Waefeso wanasema mwanamume ni hakikisha ya kwamba mwanamume unafanya kazi. Mwanamume fewa. Sio tu darasa la walimu eti mhubiri kasimama. Na kumbe natakiwa darasa la walimu, kuna kipindi kingine muda wa kujifunza nyimbo nini mpya, bado mhubiri hajafanyaje? Hajasimama, unaenda muda wa darasa
inaitwa nini ile shule ya Sabato wapi? Mezani. Mhubiri hajafanyaje? Hapa kuna watoto, kwa hiyo wale wakubwa wameshaelewa. Mhubiri hajafanyaje? Hajasimama. Inakuja ukuziaji. Mwanamke unaongea na mume wako, unatoa macho, utafili bodaboda amewashafuru. Hivi kwa nini usipigwe? Viatu vya mtoto vimeisha. Wakili gani wewe? Chakula kimeisha. Wewe ndio maana anaendesha pikipiki. Ukamwambia kata kushoto. Hala kushoto kuna shimo. Nikuulize, mwanamume atakata kushoto? Kwa nini? Sauti uliotumia ni sauti ya utawala, wakati yeye ni mtawala. Mwanamke macho ya unyenyekevu, kama yamechoka choka hivi. Utapewa siri mpaka za akaunti ambazo uzijui. Eti mwanamke anatelekezwa. Mwanamke atelekezeki anayetumia macho vizuri. Hello? Mwanamke anayetumia sauti yake nyororo, sauti ya unyenyekevu, sauti ya kwanza. Mwanamke unaongea bezi afu unatamba, mimi nina bezi. Umwa wewe. Mwanamume gani ambaye ukimpiga bezi atavotoa macho? Kuanzia leo sauti yako iwe nyororo. Kafanya mazoezi. Na kuhakikishia utashangaa maisha yanabadilika. Ndani ya ndoa ni vitu vidogo vidogo tu. Mwambie mko njoo hapa. Umeshaharibu. Kimwambia njoo hapa, anakuja. Maneno ni yale yale. Ila sauti gani umefanyaje? Haleluya. Nilisema nisipopiga hiyo nitakuwa sijawasaidia. Kwa sababu kitabu cha Mathayo sura 23 fungu la 23, Mungu aliwaonya waandishi na Mafarisayo, akasema ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, mnalipa zaka ya mnanaa, binzari na jila, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Akasema mambo ngapi? Matatu. La kwanza adili, la pili rehema, la tatu imani. Adili ni uelekevu. Kuna vimama vimekauka hivi, mimi hawezi kwenye mama unatafuta kufa, mama kuwa flexible, mama nyambulika. Haleluya. Ukuta mzee mpaka anapigwa stroke kwa sababu ya kamama. Na mliumbwa kwa ajili yetu, mmeumbwa ili mje mtuue. Wewe na bahati uko mbali. Nabii anasema watu wa Mungu wameitwa kwa kazi inayohitaji fedha na kujitoa. Tena kujitoa wakifu. Anasema kuna sehemu mbili tu ulimwenguni ambapo tunaweza kuweka hazina zetu, katika hazina ya Mungu na katika hazina ya shetani. Anasema mali yote ambayo haikutolewa kwa huduma ya Mungu huhesabiwa upande wa shetani, na huenda kuimarisha kazi ya shetani, yani kazi yake shetani. Ndio maana tunasema lazima kamati ya wakili itembelee washiriki wasiohusika katika ibada ya matoleo, kwa maana hao wanategemeza kazi ya shetani. Hello? Ndio ile mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekuja, msujudieni aliyefanya mbingu na nini. Sasa nyinyi mnamsujudia nani ambao wakati wa ibada Yesu anapoketi ninyi hamshiriki? Ninyi mnamsujudia shetani. Narudia, hatuzungumzii hela, tunazungumzia uaminifu. Haleluya. Haleluya. Sababu ya 84 na 85, kabla tuende kubarikiwa na kwaya zingine, kuna kipengele kinasema hivi, ukurasa 84. Wajibu wa mchungaji. Labda nianzie ukurasa 85. Anasema mara nyingi wale wanaopokea ukweli ni kati ya wale masikini wa ulimwengu huu. Ni ukweli uongo? Hivi mkifanya effort wanabatizwa matajiri? Kutojali wajibu unaowahusu kulinganisha na nuru. Wasiruhusu umasikini kuwazuia kuweka umasikini
kuwazuia kuweka hazina mbinguni. Kwa lugha sema sisi ndio kanisa letu hatuna hela, sisi ni watu wa chini. Mungu angalii pesa kubwa. Ndio maana alimpongeza mwanamke mjane, leta shilingi 10 yako hiyo ya uaminifu. Wanaookolewa ni waaminifu, sio watu wa pesa kubwa. Waaminifu. Wajibu wa mchungaji, ukurasa 84. Kanisa lichague wachungaji au wazee wa kanisa. Inajalisha ameitwa kuwa mzee wa kanisa. Hamjanielewa? Hata kama unajua stori zake, historia yake, Mungu huwa haijalishi historia. Alimchukua Paulo aliyekuwa Sauli muuaji, akampa kazi. Acheni kutembea na umbea wa historia za wazee wa kanisa, mtajinyima baraka. Hawa ni watumishi wa Mungu, wamechaguliwa wakija kuwaombea baraka. Mnabarikiwa. Tumetoa maelekezo wakati wa ibada ya matoleo, wakati Yesu anaketi kwenye masanduku, watasimama wazee wa kanisa. Ndio mashemasi watabeba masanduku. Ikifika muda wa kutoa, anayesimama pale ni mzee wa kanisa. Anafanya nini? Anamshika. Na jambo la ajabu, kama leo kumsikia siku moja Pastor Mbaga anakuambia kuna siku alikuwa anaumwa, afu akaja mgonjwa kuomba aombewe. Yaani unaenda kuombewa na anayeumwa. Halo, ni peke yake tumishi. Halo, tumishi. Halo, mimi nampelekea. Tunakaa jamani, sasa huyu mtumishi mbona kama vile hajaabudu? Halo, tunamtia moyo. Mimi namwangalia mwenyekiti, yeye ananiangalia nani? Mimi. Hatimaye tunawaangalia watu. Tumeanza pale conference, nadhani mwezi huu tutashuka mitaani. Hello. Anasema kama tusipoangalia walio chini yetu, nabii asema ya kwamba anasema kwamba watendakazi walio chini yao wawe waaminifu, na ya kuwa zaka inakusanywa, basi walio chini yao wawe waaminifu, na ya kuwa zaka inakusanywa, basi wako hatarini. Mchungaji atakaa na wazee ili kuatia muingie kwa ibada ya nini? Ya matoleo. Hatimaye nyie shukeni kwenye baraza, shukeni kwa watendakazi hata ikitokea bahati mbaya ukafa, ukiwa katika matengenezo, unakufa katika Kristo. Haleluya. Nimekuja kuwaambia huu si wakati wa kuishi kama wasanii. Huu ni wakati wa kujiandaa. Yesu yuko mlangoni. Ikiwa mnasikiliza redio, mnaangalia television, mnaingia kwenye YouTube, mnaweza mkaelewa dunia inakokwenda. Kwa taarifa yako, kuna kamchezo kalichezwa juzi hapa ka propaganda kati ya Marekani na Vatican. That is big propaganda. Unabii wa Mungu haujawahi kuwa wa uongo. Kwa taarifa yako, mimi naweza nikampiga kofi huyu ili wewe ujue tuko maadui, ili hatimaye huyu aniletee siri zako. Hivi mnanielewa? Haitatokea. Muda sio mrefu baada ya uchumi wa dunia kutikisika, ndipo mpango utakamilika wa kushinikiza siku ya kazi iongezwe ili kuinua uchumi wa dunia. Na watapiga tu mahesabu marais. Ikiwa tunafanya tunafanya kazi Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Hello. Tunapata shilingi hizi. Ukizigawanya kila siku ni shilingi ngapi? Kumbe tukiongeza siku nyingine tutaongeza kiasi. Ndipo andiko litatimia.
siku zichaguliwe. Unategemea watachagua kwamba siku ya Sabato ndio siku ya mapumziko? Pastor, kwa nini umegusia na ndoa? Ndoa ndio zinaongoza kutufanya tusiende mbinguni. Na nikutie moyo, fanya matengenezo kuanzia kwenye ndoa yako. Kwa maana ibada yako ya matoleo ikiwa haujakaa sawa na mume wako na mke wako, sadaka yako Mungu haitakabari. Hello. Ningepata muda ningewasomea, sema nenda kaiweke kwanza pembeni, kaweke sawa mambo yako na ndugu yako. Tuache visasi, tuache kukomoana, tusameane. Wapendwa, kila mtu, hamna aliye mkamilifu katika maisha. Kila mtu ana mapungufu. Usimuone mwenzako kama vile ndo kashindikana. Vile unavyomuona yeye, wewe ni zaidi. Acha kujihesabia haki. Acha kuishi kwa maneno ya majirani. Wewe mpole sana. Kuna watu wanaitwa wapole, kumbe ni wakimya. Hello. Kuna tofauti kati ya upole na nini? Alafu kuna watu wanaitwa wakali, kumbe wana sauti tu kubwa. Hello. Kwa hiyo mchana wa leo tunapohitimisha kipengele hiki, tunapohitimisha maelekezo ya Bwana haya, ili hatimaye dunia iendelee kubarikiwa kutoka Mururuma kwa njia ya mziki, naomba niwaambie umefika wakati wa matengenezo. Matengenezo. Na hapa hatushughuliki na hela. Waaminifu. Zile taarifa za kumpelekea mchungaji za waaminifu, peleka kwa uaminifu. Sisi idara ya uwakili tunahesabu mahudhurio yetu katikati ya ibada na shule ya Sabato. Na sasa hivi tunataka taarifa kila Sabato ya matoleo yote. Unamtumia nani? Pastor. Lakini unamtumia ukiweka na idadi ya waliofanyaje? Waliohudhuria siku hiyo. Haleluya. Lengo letu ni nini? Tujue maeneo ambayo yana changamoto. Tushikamane pamoja kwenda kuwasaidia wenzetu. Hatimaye twende wapi? Mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo wazee wa kanisa, mkishirikiana na kuwa wakili, simamieni hilo. Kuna wakati mkuu wa wakili hayupo, sio lazima hesabu yeye. Sawa? Kwenye kamati kuna watu wengi. Kama hayupo afanye mwingine. Lakini pia matoleo yakishamaliza tu kuhesabiwa na nini, taarifa atumiwe mchungaji. Hata ni kwa message tu pastor, message tu. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye akipata za mtaa ananitumia. Na mimi nikizipata namtumia wa nani? Wa union. Tumekusudia kwa neema ya Mungu kufanya matengenezo. Kufanya matengenezo. Jana wa leo, ikiwa kuna mtu anasema nikijichunguza kuna mahali nimetafuna zaka, simama. Yaani unasema siko salama kivile, nimepungua, Bwana nisaidie, ninahitaji kufanya matengenezo. Unajua wapendwa, hamjaelewa tu ni kwa nini tuko hivi tulivyo. Ni kwa sababu hatujawa waaminifu. Malaki anasema 3 fungu la 10 na 11, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema nani? Mjue kama sitawafungulia madirisha nini na kuwamwagieni nini, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Au fungu la 11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamzuia yeye alaye. Unalima, faida hamna. Halo? Unapambana, uko pale pale. Kuna wakati unapata pesa, mabalaa yanafanyaje? Yanakuja. Ni fungu la 11. Umevunja masharti ya kumfanya Bwana azuie wale wa yule alaye asile. Yakobo alipoacha kutoa kafara katika mlima wa Betheri kama alivyoahidi, alipofika Shekemu katika Mwanzo sura ile ya 5, alipofika Shekemu eti akaweka kambi. Tena alibakiza tu kamwendo kadogo tu kufika Betheri. Akakaa hapo.
Alipokaa hapo, maandiko yanasema mtu mmoja anaitwa Shekemu akambikiri Dina. Biblia imeandika hivyo, akambikiri Dina. Wazazi, kuna wakati kwa sababu hatujawa waaminifu, watoto wetu wanaharibiwa, wanakosa ulinzi. Wanakosa ulinzi. Dhambi ya ulaji wa zaka na sadaka inatesa hadi kizazi cha 3 na cha 4. Hello? Tufanye matengenezo. Na wewe ambaye unaingia kwa ibada ya matoleo, unatengeneza baraka kwa kizazi cha 3 hadi cha nini? Cha 4. Mimi naweza nikatamba hapa ni Mungu kupitia babu. Maana mimi baba yangu alikuwa Mlutherani, baadaye akawa mchungaji wa kanisa la Sabato, aliokolewa na vitabu. Daniel na siku zetu. Alikuwa mkuu wa shule, akaacha kazi ya kuwa shule, akashika begi, akawa mwinjilisti wa vitabu. Sina tu muda wa kutosha. Mimi mwenyewe nimekuwa mwinjilisti wa vitabu kuanzia darasa la 4. Usione hiyo gari hiyo. Hiyo gari ni baraka za kazi ya Bwana. Na hiyo gari ni matokeo ya ufugaji wa kuku. Kwa na kuku 2000 pastor. Sijai kukopa mimi kununua gari. Mimi sikopa. Hello? Alisema hamtakopa, mtafanyaje? Haleluya. Haleluya. Darasa la 4. Bwana akanibariki nikamnunulia baba yangu baskeli. Darasa la 4 nikamnunulia redio. Wale wazee wa zamani mnajua kwamba haikuwa kawaida. Hata wachungaji walikuwa wanapewa zawadi waliofanya vizuri. Wazungu wanaleta zawadi ya baskeli kwa wachungaji. Ile miaka ya nyuma, mnakumbuka wale wazee wa zamani? Enzi za kina marehemu Wanjara. Kina pastor marehemu nani? Kuyenga. Hello? Mimi nikamnunulia. Baraka. Huenda kwa sababu pia babu yangu ni mchungaji, sasa hivi ni marehemu. Kanisa la Lutherani. Babu yake baba naye mchungaji, kanisa la Lutherani. Sisi kule Njombe Lutherani ndio yenyewe imetanda. Lakini babu kabla hajafa alikiri kwamba kanisa la kweli ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Nami kwa ajili yenu nitamzuia yeye alaye. Sikia, ikiwa mke wako analiwa na wadudu. Halo? Unajua mwanamke akitembea na mwanamume sio wake, yule mwanamume sio wake, ni mdudu. Yule ni mdudu. Halo? Ni mdudu. Mume wako akitoka na mwanamke asiye wake, yule mwanamke ni mdudu. Soma vile Biblia. Adamu alipewa kutoa majina. Akaita majina kenge, ng'ombe, mjusi. Hakuona wa kufanana. Alipotoka usingizini anakutana na kiumbe sio kijua, akasema sasa huyu ni nyama katika nyama yangu na mifupa katika mifupa, ataitwa nani? Mwanamke. Mwanamke ni huyu mmoja. Wengine ni wadudu. Wengine ni kenge. Halo? Baba unayechanganya changanya. Unatembea na kenge, unatembea na mbwa. Mama sikiliza. Mama, rudi kwenye ibada ya matoleo. Alafu kadai ahadi ya Bwana. Ulisema utazuia wadudu. Kuna mdudu anaitwa Ana. Anamla mme wangu. Naomba Bwana ushughulike naye. Jamani, Biblia inaonyesha kwamba wakati mfalme wa Misri alipomchukua mke wa Ibrahimu, nini kilimtokea kule? Amsomagi? Tauni. Haleluya. Wakati mwingine kina baba watoto wake zetu wanagongwa na wadudu, ni kwa sababu hatujatengeneza ubia na Bwana. Tukatengeneze katika jina la Yesu. Na tusishughulike na mambo ya kiroho kwa kutumia mabaraza ya kata. Tusishughulike na mambo ya kiroho eti ni Wakristo mnaenda baraza la kata, mnaenda mahakamani. Halo? Kwani mama ukiamua tukushuka,
liende lipite, kuna shida gani? Baba kama ukushuka lipite, kuna shida gani? Kwa taarifa yako, huyo mwanamke uliye naye ni bora kuliko yeyote atakayempata tena. Kama unabisha, peleleza walio acha mke wakaoa mke, waulize, huo wanakumbuka bora yule kuliko huyu. Tulia naye. We mwenyewe baba una matatizo yako, yeye pia anayavumilia. Vumilianeni mkiombeana. Haleluya. Katika masaa haya ninauliza tena, ikiwa deni lako la zaka ukiliangalia ni kweli unatamani kuanza kulirudisha, lakini uwezo wako ukilicheki ni kubwa mno na unatamani ulimalize, lakini ukicheki ni kubwa mno, unatamani Mungu akuwezeshe. Ndio unaenda kuanza kidogo kidogo, lakini ukipiga mahesabu ni litachukua muda mrefu sana. Unataka Mungu akusaidie. Wewe sogea pambe tunapokwenda kuomba. Karibu sana univute, karibu sana daimani we Bwana, napenda nishike, unilinde, nisitengwe nawe. Naomba nikwambie, inawezekana kuna mtu amekuwa mpigaji, wewe unamjua, mwenda mwazini wa kanisa, aliwahi kuwa mwazini, akala hela ya kanisa. Hakula hela yako, endelea na ibada ya matoleo. Alikula ya Mungu. Kuna wakati shetani anaweza akatumia ngozi wanadamu wenzenu, ambao pia tuko wapi? Duniani. Nasi pia tunahitaji nguvu ya kushinda majaribu. Mwe mnatuombea na sisi tunawaombea, ili hatimaye wote kwa pamoja tuokolewe. Ikiwa kuna mtu anasema mimi natamani kubatizwa, mimi natamani kubatizwa, nyosha mkono wako. Unatamani kubatizwa. Tuna mikutano inaendelea ya satellite, utaandaliwa. Nyosha tu mkono. Swali wito wa 3. Ikiwa kuna mtu anasema mimi nina tatizo, iwe ni uvimbe, iwe ni kansa, pressure, matatizo ya kisukari, matatizo ya vichwa, tumbo, miguu, matatizo mbalimbali, una tatizo la ndoa mbalimbali, una tatizo la uchumi wako unayumba, yani kuna kitu kinakutesa. Yani kwambie, mimi nimepitia kuumwa. Mwaka 2019 tukiwa Baraton, nilipata tatizo kwenye mikutano ya vijana, nikiwa mkurugenzi wa uwakili na vijana, madaktari wa Muhimbili na marafiki zangu pala kusema pastor, njoo huku na kakaangu Pardon Kiki alikuwa mwazini wetu hapa, mwazini wenu mwaka jana hapa. Yule ni kakaangu, yeye akitoka mimi nafuata. Unajua alinikatia tiketi ya ndege. Kwa nikapanda ndege kutoka Eldoret, nafika Muhimbili mzima mpaka leo. Mungu hujibu maombi. Mungu hujibu wakati wa jioni, tusiache kuomba. Kuna wakati uenda umeomba, lakini Bwana anatamba kwa shetani. Ayubu, Mungu alikuwa akitamba. Anamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu mwaminifu?
Nani? Ayubu. Shetani akamwambia yule, si umempa vitu, ngoja nikavichukue uone. Akasema kachukue. Kwa kuna muda kuwa mvumilivu. Mungu anatamba na wewe. Kwamba huyu hata ukimgusa afya yake hata niacha, hata enda kwa waganga, hata uchumi wake ukiumba, kama ni kwa ajili ya utukufu wa jina lake, acha kulalamika. Isaya 43 fungu la kwanza na la pili anasema usiogope, kwa maana ni uendapo katika moto hautakuteke. Hajasema atakutoa. Kuna baadhi ya mali ya matengenezo, kurejesha zaka tulizokula. Mungu atupe hela ili tuweze kulipa. Haleluya. Na nakusi ukipewa lipa. Kuna mtu mmoja alianza kulipa akapata mara 10 zaidi ya kile alichokuwa anampelekea Mungu. Kanitumia ujumbe, pasta, sasa natamani nipate sehemu ni support injili. Hatujamjaribu. Nakusi mjaribu Bwana, utakuja kutoa ushuhuda. Na ukitendewa usinyamaze, mwambie mchungaji, tunatamani pasa kurekodi ushuhuda mbalimbali za watu waliobarikiwa baada ya kufanya matengenezo, ili wewe pia neema na msamaha wako vinapokuwa juu yetu. Tunaomba Bwana, pokea haja zetu tena masaa haya. Katufanye kuwa waaminifu. Kama kuna mahala watoto wako ambao tumepiga magoti ndani ya mioyo yetu, kama tulivyopokea wito, kama kuna mahala tumekuibia zaka na sadaka, Yesu tunajijesha. Mikutano ya injili ambayo inaenda kuja sasa, maiki za kukatakata tumezikataa, betri za kawaida tumezikataa. Tunatamani kuona tukifanya kazi kwa nguvu na watu wengi waokolewe. Mbele yako kuna wagonjwa, kuna watu wenye pressure, wenye kisukari, Baba, kuna watu wenye kansa, mauvimbe, matatizo ya vichwa, matatizo ya uchumi, matatizo ya ndoa. Baba, katika Kristo ninakusihi leo tena, mtendee mama huyu. Mtendee mama huyu. Yaani unakwenda kuzuia wadudu waharibifu, unakwenda kuzuia migogoro, mabalaa, mikosi katika jina la Yesu. Wabariki ziwani wanapovua, wabariki mashambani. Ziwani wanapovua, wabariki mashambani. Wabariki wanaposhuka katika migodi. Baba, wabariki wanapofanya ufugaji, wanaposhuka katika migodi. Baba, wabariki wanapofanya ufugaji. Baba, bariki kazi zao za mikono. Bariki watoto wao. Bariki kila kilicho katika himaya zao katika jina la Yesu. Amen. Basi baada ya hapa, ile kwaya inayofuata tasimama hapa. Ikisimama hapa, yenyewe ije tu moja kwa moja hapa kwa sababu tayari ni zile kwaya ambazo hazikuimba 2, 3. Kwaya gani inaanza? Isanjo. Tuko nyuma ya muda sana, tunatakiwa kuondoka. Sasa wanakwaya mkijivuta, maana yake itabidi sasa tuondoke. Naona Isanjo wapo. Kwaya gani nyingine? Wakitoka hao wanafuata nani? Ninaomba Wakerege. Kakerege, samahani, majina sijayakalili. Kakerege, kwa sababu sasa hivi ni kuimba tu. Kakerege, mkiona wanaanza beti la pili, nyie tokeni wapi? Nje. Kwa gani nyingine tafuata? Na Muhula. Kule. Na Muhula nilipita. Mbona kanisa au liko ndani kidogo? Barabarani halina kibao. Mwe kibao. Wenda nimeliona nikadhania la madhehebu mengine. Basi bwana, wekeni kibao ile rahisi kujua. Baada hapo kwaya gani? Mwiruruma. Tukimaliza tunarudi hivi Basi twende kwa haraka, alafu pastor atakuja kufunga.
Wapo wengi waji ndani yao kanisa, wapo wengi wajifanya waakiso, kumbe ndani yao ni mbwa mwitu wasiotulia katika neno, watalikimbia kanisa. Peleleza maisha yako ewe Mkristo hivi sasa, shamba la Yesu lahitaji ngano tu. Peleleza maisha yako ewe Mkristo, kama wewe ni ngano au gugu shambani. Badilika tangu hivi sasa, shamba la Yesu lahitaji ngano tu. Badilika tangu lahitaji ngano tu. Badilika tangu hivi sasa, shamba la Yesu lahitaji ngano tu. Badilika tangu hivi sasa, shamba la Yesu lahitaji ngano tu. Jamani, muda waisha, karibu Yesu aje. Tuitoe mioyo yetu kabla lango kufungwa. Jamani, muda waisha, karibu Yesu aje. Tuitoe mioyo yetu kabla lango kufungwa. Bwana Yesu anatuita, njoo kwake, njoo leo. Tuitue mizigo yetu, itulemeayo. Bwana Yesu anatuita, njoo kwake, njoo leo. Tuitue mizigo yetu, itulemeayo. Siku hizi ni za mwisho, tusikawie dhambini. Tuungame dhambi zetu ili tuokolewe. Siku hizi ni za mwisho, tusikawie dhambini. Tuungame dhambi zetu ili tuokolewe. Bwana Yesu anatuita, njoo kwake, njoo leo. Tuitue mizigo yetu, itulemeayo.
tukaachwa, tuyaache ya dunia, kitambo yatakoma. Tusikatishwe tamaa, tusije tukaachwa. Wapendwa, na tujiandae kumlaki Bwana Yesu. Tutarukaruka kama ndama kwa shangwe. Wapendwa, na tujiandae kumlaki Bwana Yesu. Tutarukaruka kama ndama kwa shangwe. Vitu vyote tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Wajibu wetu sisi ni kutoa shukrani, iwe ni fedha, mazao yote twapewa na Bwana. Wote leo yatupasa kusema asante. Vitu vyote tulivyo navyo ni mali ya Bwana. Wajibu wetu sisi ni kutoa shukrani, iwe ni fedha, mazao yote twapewa na Bwana. Leo yatupasa kusema asante. Toa ndugu kwa ukarimu, toa ili na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Toa ndugu kwa ukarimu, toa ili na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Kumbuka Bwana anavyofanya ulinzi wa bure. Atulinda sisi hata nazo mali zetu. Kwani wangapi waliolala kwa siku ya leo? Tena swali mimi nawe tumempa nini? Kumbuka Bwana anavyofanya ulinzi wa bure. Atulinda sisi hata nazo mali zetu. Kwani wangapi waliolala kwa siku ya leo? Tena swali mimi nawe tumempa nini? Toa ndugu
kwa ukarimu, tawali na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Toa ndugu Kwa ukarimu, ili na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Endeleza tagalingala Bwana asema, jaribuni kwa njia hii mpate baraka. waliotoa kwa ukarimu, Anawaheshimu, toa leo nawe ili upate baraka. leteni zaka galingala ni Bwana asema. Jaribuni kwa njia hii Mpate baraka. baraka. Waliotoa kwa ukarimu, anawaheshimu. Toa leo nawe ili upate baraka. Toa ndugu kwa Ukarimu, toa ili na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Toa ndugu kwa Ukarimu, toa ili na ubarikiwe. Bwana anawa ukarimu, toa ili na ubarikiwe. Bwana anawaheshimu wale wote watoao kwa ukarimu. Hahitaji kusemezana na wote waliotanga mbali na upendo mkuu na wa ajabu. Wanautaka watu watoke katika pande zote za dunia, waje wajikusanye kwenye zizi lake lenye mchungaji mmoja. Ni sauti yake Bwana Mungu ambaye hahitaji kusemezana na wote waliotanga mbali na upendo mkuu na wa ajabu. Wanautaka watu watoke katika pande zote za dunia, waje wajikusanye kwenye zizi lake lenye mchungaji mmoja. Waingie katika furaha nyingi ya harusi ya mwana-kondoo, mji huo mtakatifu. Watu wakaa bila hofu, wasiwasi wala maombolezo. Waingie katika furaha nyingi ya harusi ya mwana-kondoo, mji huo mtakatifu. Watu wakaa bila hofu, wasiwasi wala maombolezo.
mwingi nao watalitafuta neno lake wasilione, nao watatangatanga wakienda huku na kule wasilione. Kwa yule aliyelemewa na mizigo mia kwake Bwana ni mwenye huruma, mwingi wa fadhili, ni Mungu asiyeshindwa. Si muda mwingi nao watalitafuta neno lake wasilione, nao watatangatanga wakienda huku na kule wasilione. Kwa yule ani mwenye huruma, mwingi wa fadhili, ni Mungu asiyeshindwa. Mwingie katika furaha nyingi ya harusi ya mwana kondoo, mji huo mtakatifu, watu wakaa bila hofu, wasiwasi wala maombolezo. Mwingie katika furaha nyingi ya harusi ya mwana kondoo, mji huo mtakatifu, watu wakaa bila hofu, wasiwasi wala maombolezo. Mwingie katika furaha nyingi ya harusi ya mwana kondoo, mji huo mtakatifu, watu wakaa bila hofu, wasiwasi wala maombolezo. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ninatumai umebarikiwa sana katika vipindi vyetu hivi tangu tulipoanza mpaka wakati huu tunapokwenda kutamatisha. Kwa hiyo nipende kukushukuru sana kwa kutufuatilia, kwa kuacha muda wako na hatimaye umeendelea kuungana nasi. Mungu akubariki. Na wale wote ambao tumedumu kuwepo katika kanisa hili la Mwiruruma, tunashukuru kwa uwepo wenu, tunashukuru kwa usikivu wenu. Mungu awabariki. Tulikuwa tuna wale ambao wameweza kutufanikisha katika vipindi hivi nyuma ya kamera. Tuna vijana makini sana ambao wamekuwa mbaraka mkubwa kwetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lakini pia Pastor Kikiwa, tunashukuru kwa wasilisho uliolitoa, tunashukuru kwa mbaraka wako, tunasema Mungu akubariki pia. Wangapi wanatuma salamu kwa Pastor Kikiwa popote atakapopita katika semina zake, apokee salamu zetu? Pastor, pokea salamu zetu. Tunashukuru sana sana sana. Asanteni sana. Tunahitaji tupate ombi. Niwaalike tusimame tuombe. Tuombe. Baba yetu na Mungu Mwenyezi, asante kwa ratiba ya leo. Asante kwa kuzungumza nasi kwa namna pekee katika mafundisho ambayo tumeweza kuyapata. Asante kwa jinsi ambavyo tumekumbushwa jinsi ya kuwa waaminifu katika swala la matoleo, lakini pia jinsi ambavyo tunapaswa kuwa waaminifu kwa ujumla katika swala zima la ibada. Tunapotoka hapa, nenda ukatupe uwezo wa kufanya matengenezo. Kila mmoja afanye sehemu yake kwa kujenga ufalme wako. Asante Yesu, maana wewe utatuwezesha, bila wewe peke yetu hatuwezi. Lakini pia tunashukuru kwa wale ambao wameendelea kutufuatilia, wasikilizaji kutoka sehemu mbalimbali, nao pia tunaomba mibaraka yako iambatane nao. Asante na kushukuru katika jina la Yesu. Amen.